Ninawakaribisha sana kwenye hii channel ya KingoFarm. Leo hii ninataka tuangazie magonjwa ambayo unaweza ukayatibu kwa kutumia mkaa pamoja na jivu, na nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaandaa mkaa au jivu kwa ajili ya kutibia hayo magonjwa. Hapo kuna vitu viwili. Kitu cha msingi cha kukijua kwamba kuna mkaa na jivu. Hiki sio kitu kimoja. Yaani kuna sehemu utatumia mkaa, kuna sehemu utatumia jivu, lakini ni vitu ambavyo kuna baadhi ya matumizi vinafanana, kwenye baadhi ya matumizi mengine havifanani. Eneo la kwanza kabisa ambalo unaweza ukatumia mkaa kwa ajili ya kutibia kuku wako ni kwenye miharo. Kwa mfano labda kuku wako anahara mwalo ule wa maji mlaini ule mweupe, unatumia huu mkaa. Unaweza ukatumia mkaa ukauponda ponda, kisha ukaweka kwenye maji wastani wa kijiko kimoja kwenye maji lita 8. Lakini pia unaweza ukatumia jivu, kijiko kimoja cha jivu ukaweka kwenye maji lita 8 mpaka lita 10 kwa ajili ya kuatibia. Kazi kubwa ya mkaa, huwa unafyoza sumu kutoka kwenye mwili wa kuku, na hivyo kufanya kuku asiweze kuendelea kuharisha. Na kama utakosea kipimo au utazidisha hiki kipimo ambacho nimekutajia hapo, huwa unakuwaga na madhara. Madhara yake ni kwamba, kwa sababu mkaa huwaga unafyoza sumu kutoka kwenye maeneo mengine ya mwili wa kuku, kwa hiyo huwa unafanya nyongo inakuwa imetuna sana, yani nyongo ile inakuwa imebeba sumu nyingi. Hiyo inaweza ikapelekea mpaka kuku akafa. Kwa hiyo usizidishe hichi kipimo. Endapo utazidisha, kina madhara. Madhara yake ni kama hayo ambayo nimekutajia hapo. Na kitu cha muhimu kabisa cha kukifahamu hapo ni kwamba usiwape mara kwa mara hii tiba kuku wako. Yani usije ukawa kila wiki unawapa au unawapa siku 4 mfululizo. Hapana, hii tiba mara nyingi sana tunaitumia mara moja au mara 2 kwa kuku, ili ili kuzuia hayo madhara yasije yakatokea. Ugonjwa namba 2 ambao unatibiwa vizuri kabisa na huu mkaa ni coccidiosis. Coccidiosis ni ule muharo wa damu. Kama wewe umejaribu tiba tofauti za asili hata za dukani, kuku wako bado wanatoa kinyesi chenye miharo, basi geukia upande wa pili wa kutumia hili jivu la mkaa. Jivu la mkaa linatibu vizuri kabisa coccidiosis, na ninakushauri kitu kimoja. Hili jivu la mkaa pia unaweza ukatumia kuzuia maambukizi. Hata kama unatumia dawa nyingine, kama kuku amehara sehemu halafu ameacha damu, yani amehara damu, unaenda pale na jivu, unamwagia jivu ule muharo ule, ili kuku wanaokuja wakidonoa pale wasiweze kupata maambukizi, kwa sababu huwa unaua vimelea wa magonjwa kwa asilimia kubwa sana. Na kipimo ni hiki, kijiko kimoja cha chakula kwenye maji lita 8. Kwa utakuwa umetibia vizuri kabisa. Kwa nini nasema maji lita 8? Kwa sababu najua drinker nyingi ambazo sisi huwa tunazitumia mara nyingi zinakuwa ni maji lita 8 au lita 7 kati ya hapo. Kwa hiyo utaweka kwenye drinker moja chakula, kijiko kama hicho hapo, utakoroga kama hivyo, basi utawapatia kuku wako ambao wanahala muharo wa damu. Tuna tiba nyingi sana za kutibu huu ugonjwa. Kama umejiunga na kundi letu la KingoFarm, unaweza ukazifahamu tiba nyingine ambazo wafugaji walitumia na kuku wao wakapona vizuri kabisa muharo wa damu. Kujiunga na kundi letu ada yake ni shilingi 8,000. Kwenye hili kundi tunafundisha vitu vingi sana ambavyo vinahusiana na ufugaji, kuwalea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wakubwa, lakini pia huwa tunasaidia sana kutatua changamoto za wafugaji mbalimbali. Mfugaji ukiwa kwenye kundi, unaweza kuuliza swali lolote au changamoto yoyote ukatuletea sisi, tukakuelekeza namna ambavyo unaweza ukaikabili hiyo changamoto ya kiufugaji. Ada ni shilingi 8,000 tu kwa muda wa miezi 2. Unaweza ukaendelea, kila baada ya miezi 2 utakuwa unalipa hiyo 8,000. Lakini pia tunavyo vitabu. Hivi vitabu vimewasaidia wafugaji wengi sana. Kuna kitabu cha ufugaji wa broiler, hicho hapo kimewasaidia wafugaji wengi. Kuna safari ya ufugaji. Hiki kitabu kama unafuga chotara, kuku wa mayai, kinakufaa. Kuna tiba za asili. Hiki ni kwa ajili ya kutengeneza tiba kwa ajili ya kuatibia kuku wako. Humo ndani kuna magonjwa yote na tiba zake ambazo zimefanya kazi vizuri, tukaja tukaziandika kwenye hicho kitabu. Lakini kwa wale ambao mnafuga kuku wa kienyeji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji ni mwongozo sahihi wa wewe kutumia kuchanganya chakula, kuwapa chanjo za asili, chanjo za dukani, jinsi ya kulea vifaranga, jinsi ya kufanya
ili uwe na kuku wengi, basi ni kizuri sana. Kwa wewe ambaye unafuga kuku chotara, kuku wa mayai, unataka kuwa boost, yani ili uweze kupata labda kuku wa nyama awe mnene zaidi, kuku wa mayai atage zaidi. Hicho kitabu cha mwongozo maalum wa ufugaji kwa tiba za asili kina booster zote, yani kinakuelekeza siku ya kwanza wape nini, siku ya pili wape nini, siku ya tatu, kukamilisha mpaka mwezi mzima. Humo kuna kanuni pia ya jogoo. Hiyo kanuni kwa hapa jogoo ananenepa ndani ya muda mfupi. Vitabu vyetu ni shilingi 10,000 na ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Tupigie au tutafute WhatsApp kwenye namba ambayo unaiona hapo. Namba zote hizo mbili tunapatikana WhatsApp, lakini pia ukitupigia tunapokea. Lakini pia tukirudi kwenye matumizi ya majivu. Majivu ni kinga na ni tiba nzuri sana ya kideri. Ukiona wewe kuna mtu amekupa tiba ya asili ya kideri hajataja majivu haya ambayo nimeyashika hapa, basi hiyo tiba inawarakini, yani haijakamilika. Tiba yoyote ile ukisema sijui unaweka aloe vera, sijui mwarobaini, lazima uweke na kijiko cha haya majivu. Hii hapa ndio itakayosababisha kuku wako waweze tunasemaje, kudeactivate, yani kufanya vile wale virus wale wasiweze kumshambulia kuku kutokana na ugonjwa ambao anaumwa. Lakini pia jivu huwa tunatumia sana. Kwa mfano kama unasafisha banda, unataka uue vijimelewa magonjwa, basi huwa tunamwaga jivu yale maeneo ya banda ili kuweza kulisafisha hilo banda, kuua hao vijimelea. Na kitu kingine, kama kuku wako wana viroboto, utitili, basi huwa tunatumia jivu kwa ajili ya kuwaua viroboto na utitili ambao wamemshambulia huyo kuku. Kama kuku wako ana minyoo pia, ukiwapa jivu huwa linaua minyoo. Kwa mfano chukua kijiko kimoja cha jivu, yale mashona nguo ambayo huaga yananasa kwenye nguo, uchukue labda jagi moja, wachanganyie kuku wako ambao wana minyoo, na utaona tu wanazubaa. Wapatie ndani ya siku moja, utakuta kuku tayari wanajisaidia minyoo ambayo imekufa kabisa. Na tiba hiyo huwa inatibu vizuri kabisa vidonda. Kwa mfano kuku walipigana, walidonoana, achana na vile vidonda vya ndui. Kuna vidonda kuku walipigana, au kama unafuga chotara, kuna muda waga wanawapanda wale jogoo, waga wanawapanda tetea mpaka wanakuwa wanawaumiza kama kwenye mabawa. Kwa hiyo unaweza ukatumia jivu, ila ukachanganya na ule mchuzi wa mashona nguo. Yani usichukue mchuzi ambao umeweka maji mengi, uwe mzito, yani ule mzito ule pale, ukimwagia kwenye hicho kidonda, basi kinarudi kinakaa vizuri kabisa. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatumia jivu pamoja na mkaa. Maeneo ambayo mkaa unatumika sana sana huwa tunachanganyia kwenye chakula. Ukitumia kanuni zetu za kwenye vitabu vyetu utakuta tumechanganya.